kwamba kila kitu huinuka na kushuka kulingana na uongozi. This is how powerful uongozi is. Uongozi sio nafasi. Hata siku moja uongozi hajawahi kuwa nafasi. It's not about a position. Yani watu watakutumikia ukitumika. Yani kwamba Afrika kama bara si masikini. Waafrika si watu masikini. Lakini uongozi unasababisha Afrika iwe masikini. Ndugu zangu, ni siku nyingine tena. Mungu ametupa neema kukaa na kuzungumza. Kumbukwe episode iliyopita nimeanza kuzungumza kuhusu siasa. Na nikasema episode inayofuata nitazungumza kuhusu uongozi, na hatimaye nitavitofautisha hivi vitu viwili kwa pamoja. Episode iliyopita, nashukuru sana kwa reaction kubwa ambayo tumeipata kwenye social media. Endelea, kama ni mgeni bado hujasubscribe YouTube yetu ya Swahili Nation Network, tumeandika SNN. Hiyo ni channel ya Kiswahili kabisa. Nenda ka subscribe, content zote za Kiswahili na haya mafundisho yapo huko. Kwa wale ambao wanatamani kuwa viongozi, nimepokea request mbalimbali sana. Watu wanaomba kwamba niwafanyie mentorship, kwamba niwe mentor wao kuhusu uongozi. Jamani, sistahili. Yani haya ninayosema ni mambo ambayo mimi mwenyewe najifunza at a moment. Yani sometimes crisis inavyotokea inakufunza kuwa mtu fulani. Na ni process, kwamba sio kinatokea sasa hivi. Nimekuwa najifunza, na kuna watu wengi sana ambao wamekuwa ni walimu wakubwa sana kwangu kunifunza kuhusu uongozi. Na toka kwenye familia niliyozaliwa, baba yangu amekuwa ni mwalimu mzuri sana. Unajua, ukiwa na mzee ambaye ni kiongozi, hakuambii kwamba uongozi leo tunafanya hivi, lakini kwa kumwangalia maisha yake, kuangalia jinsi ambavyo anawahudumia watu ambao Mungu amemwamini kwao, ukiangalia jinsi ambavyo anaelea familia, ukiangalia jinsi ambavyo anavyo interact na watu, sacrifice anayoitoa, unaona kwamba okay, yani hayo mambo unakuwa unayaona. Lakini sasa ukishakuwa na kuwa mtu mzima kama mimi, unaanza kujua kwamba kumbe ndivyo uongozi jinsi ulivyo. So shout out to my father kwa kuwa such a good role model, ambaye alikuwa azungumzi, hasemi kwamba huu ndio uongozi, lakini kwa maongozi yake na vile alivyofanya, sasa hivi naona kwamba a lot of things are making sense. Shout out to my mom kwa maongozi yake. Mangu yeye alikuwa ni mwalimu shule ya msingi, na amefanya kazi nzuri sana, kazi kubwa sana. Amewa raise watu ambao ni giants sasa hivi. Hata katika hii nchi kuna watu viongozi ambao sitapenda kuwataja, wamepita katika mikono yake kama mwalimu. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo alivyokuwa ananilea mimi. Unaona kwamba wakati mwingine unachapa, unapigwa fimbo na viboko, si unajua wa mama wa Kiafrika, lakini tunapokuwa ndio tunajua kwamba kumbe tuko tunaandaliwa kwa nyakati kama hizi. Kama nisingepitia ile nisingejua. Kwa hiyo hao ni walimu wa kwanza kabisa ambao walianza kunifundisha mimi kuhusu uongozi. For instance, nikichukua mfano baba yangu, sijawahi kumuona baba yangu amechelewa kwenye meeting yoyote. Baba yangu kwenye kila meeting au atakwenda kanisani lazima aende pale saa moja kabla. Yani atawaacha saa moja yeye awe pale. Sijawahi kumuona akiwa amechelewa. Na wote wanaomfahamu mzee Chavala wanajua hajawahi kuchelewa kwenye meeting yoyote ile. Sasa huo ni uongozi. Hiyo ni kuwa accountable. Yani kwamba unafika saa zima kabla ya ibada, kabla ya meeting, kabla ya engagement yote uliyokuwa nayo. Ni highest level of excellence and commitment, highest level of efficiency. I've always seen my dad like that. Siku zote muona anaamka wa kwanza kuliko wote. Utasikia saa 9 usiku huko, utasikia tu anaomba. Umeona? Sasa hivi ni vitu ambavyo unakuwa unavisikia, lakini ukishakuwa mtu mzima unaviona, unajua kwamba babangu alikuwa anafanya hivi, babangu alikuwa anafanya hivi, babangu alikuwa anawatembelea watu, babangu alikuwa anawajulia hali. Huo ni uongozi. Uongozi unazaliwa katika level ya chini kabisa ya familia. Sio, unanielewa? Unazaliwa katika chini kabisa familia. Vile jinsi ulivyokuzwa na kulelewa, vile ndivyo utakavyokuwa. Yani unaweza usijue sasa hivi wakati unalelewa, lakini utakapokuwa mkubwa you're going to reflect what happened when you were a child. Alright, kwa hiyo vitu ambavyo vinatokea sasa hivi, unaweza ukaiona picha ya Mika Chavala leo, lakini hauoni mchakato na process ya kile kilichofanyika wakatoka nikiwa mdogo. So shout out to my parents ambao walikuwa waaminifu mbele za Mungu
na mbele zangu mimi kama mtoto, kunilea katika njia niipasayo. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa hivi ni mtu mzima na miaka 33 na ninapita katika njia ambayo wazee wamepita. Wale wote ambao wanafanya kazi karibu na mimi watajua mimi ni mtu ambaye sikubaliani na kuchelewa. Sikubaliani. Tukisema tukutane saa 9, basi inabidi ufike dakika 5 kabla ya saa 9. Kila mtu anajua, na huo ndio utamaduni ambao nimekuwa naishi nao. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nimekuwa naviona. Mzee wangu alikuwa anafika pale saa 1 kabla. Kwa hiyo sijafika hata kwenye level za mzee, lakini ninaichuchumilia taji kidogo kidogo. Kwa hiyo uongozi unaanza level za familia kabisa. Kama leo hauna kiongozi mzuri Afrika, lazima uangalie huyu mtu ametokea wapi. Je, familia yake alilewaje? Alikuzwaje? Malezi alikuwaje? Hamna kitu kinachozaliwa ndani ya siku moja. Yaani huwezi ukamwona leo kiongozi mbaya Afrika ukahisi kwamba ametokea tu, yaani huyu mtu amebadilika tu. Haiwezekani, kwa sababu mtu akiwa mtoto mdogo anakuzwa, analelewa, anawekewa software ya kuamini katika kila anachokifanya. Kwa hiyo mtu ukimwona anatenda tofauti, hivyo ndivyo alivyofunzwa. Kwa hiyo sasa ili iwe ni somo kwa Afrika nzima kwamba ni vyema tukaanza kuwalea ndugu zetu, watoto wetu wangali bado wakiwa wadogo. Mimi nimepita katika mikono mingi sana ya viongozi wazuri sana ambao wengine hata kujulikana wajulikani behind the scenes. Nimelelewa, nimekuzwa. Namkumbuka mwalimu wangu mmoja ambaye alinilea wakati nafika tu, yani mimi nimeokoka, nampokea Yesu. Mwalimu wangu Peter Ngenya, au ameshaenda mbele za haki. Huyu ndio mtu ambaye alinilea kwa miaka 3. Kila siku nipo naye. Huyu alishawahi kuwa ni makamu wa rais wa chuo cha Tumaini pale Iringa University. Alishakuwa mwalimu. Watu wengi watakana mfahamu kwa sababu amebadilisha maisha ya watu wengi sana. Huyu mtu ambaye mimi nimepita mikononi mwake nikiwa na miaka 16, kanilea kwa miaka 3, kanitengeneza. Nimeona jindia aliye ni influence hata mimi nikaja nikasoma uchumi. Nikasema sasa nataka nisome uchumi. Lelewa vizuri, shepiwa vizuri, kujua Mungu anataka nini juu ya maisha yangu, kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yangu, kutembea na Mungu, kutembea katika viwango vya ubora usiokuwa wa kawaida. Hawa ni watu ambao walikuwa wanafanya vizuri darasani, wanafanya vizuri kanisani pia, wanafanya vizuri kwa Mungu, lakini at the marketplace they are doing better. Na ndio dunia tulionayo sasa hivi. Dunia sasa hivi huwezi ukasema kwamba mimi namjua Mungu alafu huonyeshi matokeo ya kumjua Mungu. Biblia inasema kwamba mjueni sana Mungu ili muwe na amani na ndipo mema yatakapokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani na ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo kumjua Mungu, kumfahamu Mungu kunaleta amani. Alafu mema yatakuja. Sasa process ya amani inakujaje? Amani inakuja kwa sababu umemjua sana Mungu. Mungu ndiye anayeleta amani, lakini pia Mungu anakupa maarifa, Mungu anakupa hekima, Mungu anakupa ujuzi, Mungu anakupa uwezo wa kuishi na watu, wa kuongoza watu, wa kuact kwa namna fulani, na kwa vile unavyoishi amani inatokea. Ukiona amani imepotea, manake hakuna hekima katika maongozi yanayoendelea. Hakuna hekima katika maisha yangu ninayoishi. Kwa mimi na ndugu yangu tutagombana, mimi na rafiki yangu tutagombana, mimi na partner wangu tutatengana, mimi na nchi yangu, mimi na bara langu, mambo yatakuwa ndivyo sivyo, kwa sababu hakuna hekima. Na hekima inatoka kwa Mungu pekee. Na ili uipate hekima lazima umjue Mungu, yeye aliye Mungu. Sio kwamba ana hekima, Mungu ni hekima yenyewe. Ukimjua huyo unapata hiyo hekima na inakupa uwezo wa kuishi, ya kuenenda kwa namna ambayo amani itapatikana. Okay, kunaweza kukawa kuna vita lakini moyo bado una amani. Kunaweza kukawa hauna chakula nyumbani lakini bado amani ipo. Watu wana furaha. Ndio maana watu wazungu wengi sasa hivi wanakuja Afrika, wanasema hao watu mbona hawana vitu kama vile tunavyo, lakini kwa nini wanaishi kwa amani? Mbona wana furaha? Mbona kuna furaha nyusoni mwao? Sababu iko amani itokayo kwa Mungu iliyo ndani ya mioyo yetu inayotembea na inatokana na kumjua Mungu. Wengi wanamkebei Mungu, anasema kwamba Afrika nyinyi mnaomba sana. Lakini angalia maisha yenu jinsi yalivyo. Ni kweli kuna jambo lazima tulifanye. Sio unaomba afu ufanye kazi. So unaomba hela zije alafu kwenye marketplace ufanye vizuri. Mimi walimu wangu hajanifundisha hivyo. Unaomba na unatoka unafanya. Lakini ni kwa nini ukija unakuta watu wana amani hata hawana vitu?
kwa sababu ile knowledge ya Mungu ndani yao inawapa amani katika maisha yao. Sasa ile amani inaweza ikawa ni comfort ambayo inatufanya tukae katika hali tulionayo, lakini tusipojiangalia tunaweza tukabakia vile vile. Utakuwa masikini na mbinguni utaenda. Ila mimi siwezi kuwa masikini. Nchi yangu haiwezi kuwa masikini. Watu wangu Afrika hawawezi kuwa masikini. Sikubali wao masikini. Kumjua Mungu ni sababu ya mimi kuendelea kukua na kufanya vizuri katika field ambayo Mungu ameniamini kwayo. Kwa naongea naona nitazama leo, kama unamjua Mungu, hakikisha unafanya vizuri katika mambo yako, kwa sababu hicho ni kitu pekee kitakachomdhihirisha Mungu wako uliye naye. Kama wewe ni kiongozi na unamjua Mungu, hakikisha unaongoza kwa weledi na ustadi usiokuwa wa kawaida, kwa sababu hicho ndicho kigezo cha kumjua Mungu. Hayo ndio matokeo ya kumfahamu Mungu. Usimwaibishe Mungu wetu. Wewe ni kiongozi, wewe ni baba, wewe ni mtoto, wewe ni mwanafunzi, usimwaibishe Mungu wetu. Sasa hivi ninapita katika mikono ya Pastor Fred. Huyu ni baba yangu kiroho. Ananifundisha uongozi, na nitasema hivi, baba yangu kiroho amenipa kitabu. Wakati nipo gerezani akanitumia kitabu. Akanitumia kitabu hichi hapa cha John Maxwell. Bado sijamrudishia, ni kitabu kizuri sana. Nitakurudishia baba. Kinaitwa Developing the Leader Within You. Wakati nipo gerezani, baba yangu kiroho akanitumia hichi kitabu. Nafungua hichi kitabu kusoma, kitu cha kwanza nakiona ndio statement nitakayoanza nayo leo. Kitu cha kwanza nafungua na kiona kinasema hivi: everything rises and fall on leadership. Kwamba kila kitu huinuka na kushuka kulingana na uongozi. Leo ndugu zangu tunaongea uongozi, na hapo ndipo tunapoanzia. Kila kitu unachokiona katika dunia hii, kila kitu unachokiona hapa Afrika kinakuwa na kushuka kwa sababu ya uongozi. Uongozi ndio unaosababisha mambo yaendelee. Uongozi ndio unaosababisha mambo ya kwame. Uongozi ndio unaosababisha mambo ya stawi. Uongozi ndio unaosababisha mambo yasistawi. Uongozi ndio unaosababisha watu wawe na furaha. Uongozi ndio unasababisha watu wawe na majonzi na huzuni. Uongozi ndio unaosababisha Afrika iwe masikini. Uongozi ndio unaosababisha Afrika isiwe masikini. Narudia tena, uongozi ndio unaosababisha Afrika ionekane kuwa masikini. Afrika yenyewe sio masikini. Waafrika sio masikini. Ila uongozi ndio unaosababisha tuonekane kuwa masikini. Ukitazama Afrika tunaishi sio masikini. Ukiwatazama wa Afrika sio watu masikini. Lakini uongozi ndio unaosababisha. Si unaelewa? Yani this is how powerful uongozi is. Yani kwamba Afrika kama bara si masikini. Waafrika si watu masikini, lakini uongozi unasababisha Afrika iwe masikini. Just like that. Ardhi ambayo ina rutuba, ina kila kitu utakachosema, ila ghafla hii ardhi inaonekana kwamba haifai. Kwa nini? Kwa sababu ya uongozi. That is how powerful uongozi unakuwa. Sasa uongozi ni nini? Leadership, uongozi ni uwezo wa kuathiri. Ili niandike kabisa sababu tupo darasani. Sasa uongozi ni uwezo wa kuathiri, kuelekeza na kuhamasisha watu kuelekea maono au lengo la pamoja kwa kutumia tabia njema, hekima na uwajibikaji. Let me break it down. Uongozi ni uwezo wa kuathiri. Kwa unaweza ukaathiri positive au negative. Ndio hiyo nasema Afrika inaonekana kuwa masikini kwa sababu ya uongozi. Kuelekeza, unaweza ukaelekeza sahihi, unaweza ukaelekeza si sahihi. Ndio everything rises and falls on leadership. Kuhamasisha, unaweza ukahamasisha kitu kilicho sahihi, unaweza ukahamasisha kitu kisicho sahihi, kikapelekea watu kupotea, kikapelekea watu kustawi. Uongozi. Watu kuelekea maono au lengo la pamoja kwa kutumia tabia njema,
kwa kutumia tabia njema, hekima na uwajibikaji. Kwa hiyo katika uongozi tuna tabia njema, sifa za uongozi: tabia njema, hekima, uwajibikaji. Hizi ni sifa za uongozi, kuwa na tabia njema, hekima na uwajibikaji. Na nimezungumza kuhusu hekima, nimezungumza kuhusu amani. Hizo ni sifa za uongozi, na hiyo ndio maana ya uongozi, maana halisi kabisa. Kwa hiyo kwa namna ya ufupi sana naweza kusema uongozi si kuhusu cheo au madaraka. Sasa watu wengi wanachanganya uongozi na vyeo. Yaani ukishachaguliwa kuwa kiongozi, ukishateuliwa kuwa kiongozi, watu wengi tunachukua kama cheo. Kama wewe ni mwenyekiti wa kijiji, tunachukua kama ni cheo, kama mimi niko juu ya hawa watu. Kama mimi nimechaguliwa kuwa manager kwenye kampuni, nachukua kama ni cheo. Lakini uongozi it has nothing to do with cheo. It has nothing to do with the title. Uongozi sio cheo. Mnaweza mkachanganya hata watu wanaposema His Excellence or Your Honor. Sio cheo. Unaitwa His Excellence au mtukufu ni kwa sababu yako matendo ya kitukufu unayofanya, kwa unaitwa mtukufu. Kwa nini watu kwenye neno la Mungu Biblia tunaita mtakatifu Yohana? Kwa sababu huyu mtu aliishi maisha ya utakatifu, akapewa title ya mtakatifu. Kwa hiyo mtakatifu sio title kwake, ila ni maisha yake. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mtukufu sio title, Your Honor sio title, His Excellence sio title. Ni kwa sababu ya excellence katika mambo ya huyu mtu anayofanya, anaitwa His Excellence. Siwezi kukuita His Excellence au Your Honor kama hauna honorary deeds, kama hauna excellence things katika maisha yako. Siwezi. Maisha yako yamejawa na utukufu? Kile unachokifanya kama kiongozi kinaleta utukufu? Kama kinaleta, utaitwa Your Honor. Kwa hiyo uongozi sio heshima, uongozi sio nafasi. It has nothing to do with nafasi. Na hiyo ndio kitu ambacho Waafrika wengi tumekosa. Kwa sababu in Afrika viongozi ni mabosi. Kwa tumeshindwa kujua kwamba uongozi sio nafasi. Sio nafasi, it's not about position. Uongozi sio, yani hii software ni nani aliyeturoga tukashindwa kuelewa maana ya uongozi? Ni nani wa Afrika aliyetuchanganya akili zetu tukashindwa kuelewa uongozi sio nafasi? Uongozi sio nafasi. Hata siku moja uongozi hajawahi kuwa nafasi. It's not about a position. Unapopewa jukumu la kuwa juu ya watu fulani, sio prestige. Ni hatari sana. Yaani wewe unayeteuliwa, unayechaguliwa, inabidi uogope, utetemeke sana. Kwa sababu umekabidhiwa maisha ya watu 5, maisha ya watu 10, maisha ya watu milioni 60, maisha ya watu bilioni. Umekabidhiwa mikononi mwako, wewe uyaangalie. Maamuzi yako unayofanya yataamua hawa watu kustawi au watu kuto kustawi. Yaani umepewa jukumu la maisha ya watu milioni kadhaa kuyasimamia. Sasa wewe na maisha yako mwenyewe, je, hata wewe mwenyewe unayasimamia maisha yako vyema? Sasa kama unashindwa kuyaongoza maisha yako mwenyewe, how are you going to be able to control, how are you going to be able to lead, kuongoza maisha ya watu billion 1.5? How are you going to be able to do that? Sasa uongozi ndio huo, ni jukumu. Ndio maana nikasema uongozi ni utumwa. Unatumika kwa ajili ya hawa watu wote. It has nothing to do with position. It has nothing to do with prestige. It has nothing to do with honor. It has nothing to do with that. Uongozi ni majukumu, sio cheo au madaraka, bali ni kuhusu huduma, ni kuhusu service, ni kuhusu mwelekeo, ni kuhusu direction. Unaonyesha direction. Kwa hiyo ukishakuwa kiongozi, maana yake you have to show direction. And how do you know that this is the direction? By listening to people. Unajua hii ndio njia, kwa kuwasikiliza watu ambao wanawaongoza. Wale wanakuambia wanataka nini, halafu wewe sasa, kwa sababu ni kiongozi, unaweza kukusanya opinions za watu wote, ukazichakata, halafu ukasema njia ni hii tunayoiendea. It's as simple as that. Ndio uongozi. Yaani uongozi sio kuleta matakwa yako mwenyewe, hamna. Uongozi ni kusikiliza watu wanataka nini, kuchakata, alafu kuyaweka katika mwelekeo ule ambao unaona ni sawa. Baada ya kusikiliza yote. Kwa hiyo unachukua opinion hiyo, unachukua opinion hiyo, na viongozi wanaofanya vizuri ni wale wanaosikiliza wale wanaoongoza. Sababu wewe ni mmoja, wenyewe wako milioni kadhaa. Nani ni smart? Ni wewe mmoja au wao milioni kadhaa? IQ za watu ni ngapi? Na kiongozi sio kwamba una akili kuliko watu wengine wote. Nazungumza kuhusu uongozi wa kila namna.
Wako watu wana akili kupita wewe, na ndio maana lazima uwe na sikio la kusikia na masikio mawili na mdomo mmoja. Ukishasikia unachakata, alafu unasema this is the direction ya watu, lakini na matokeo chanya. Huo ndio uongozi, kuleta matokeo yaliyo chanya. Everything falls and rise on leadership. Sasa huo ni uongozi jamani. Sasa kiongozi ni mtu gani? Kiongozi ni mtu anayewatumikia wengine. Uongozi ni kutumika. Uongozi ni utumwa wengine kwa kuwaongoza, kuhamasisha na kubeba jukumu la ustawi na mwelekeo wa kikundi, jamii au taifa. Yaani wewe umebeba jukumu la mwelekeo wa maisha ya hawa watu. Afrika, nisikilize sana kwa makini, kwa sababu hapa tukifaulu kujua maana ya uongozi na kiongozi ni mtu gani, tumepona. Hatutakimbilia kwamba sasa hivi kila mtu ukimuuliza nataka kuwa kiongozi, kila mtu amefanya huko, anaacha, anakuja anafanya nataka kiongozi. Wani ni kwa sababu ya title, kwani kwa sababu ya fedha. Siku moja nikasema kwenye speech moja miaka kama 2023 wakati nipo Ethiopia, nikasema kwamba viongozi wa Afrika wengi wakishakuwa viongozi wanapata vitambi. Unawezaje kupata kitambi na wewe ni kiongozi? Unaanzaje kupata kitambi? Yaani unapataje kitambi? Unapataje kitambi? Yaani una jukumu, ni mtumwa. Yaani familia yako wewe inakushinda, alafu na watu milioni 100, watu bilioni, watu milioni 60, 70, watu milioni 10 kuwaongoza, watu 10, watu 20, alafu unapata kitambi. Maana ufanye majukumu yako. Yaani ukiona kiongozi Afrika anapata kitambi, ananenepa, hafanyi majukumu, hauwezi ukalala masaa 8 na wewe ni kiongozi. Huwezi ukapata muda wa kwenda kwenye vacation Dubai na wewe ni kiongozi. Yaani watu nao waongoza waache wapate vacation. Wewe kiongozi utapata vacation ukisha staff, ndio vacation yako itakuwa. Huwezi ukapata vacation kwenda kuongoza watu. Kwa sababu wewe unapokuwa haupo tu, mambo yanaharibika. Mambo yanavurugika. Unapataje muda wa kupumzika? Na unaongoza watu, na watu bado wanaendelea kuishi, watu wanakufa. Unapataje muda? Watu wanahitaji kila siku. Umeme haupo, maji hakuna, barabara mbovu, vitu hujafanya, unahitaji kuongeza profit, unapataje muda wa kupumzika? Kama kiongozi wa Afrika unapataje muda wa kupata tumbo? Hii ni common sense. Ni common sense guys. Ni common sense. Uongozi ni utumwa. Usiniambie kwa hiyo unataka kama kiongozi ni sisha. Umetaka kuwa kiongozi, tumika kwa ajili ya watu wako. Utapumzika ukisha staff. Legacy yako itakubeba. Na mimi mwenyewe ni kiongozi, kwa hiyo ninajiambia mwenyewe haya maneno. Sikwambii wewe, najiambia mwenyewe, na naambia wale wote wenye maono ya kuwa viongozi. Naongea na generation ya sasa hivi ambayo inataka kuwa viongozi. Lazima ujue, lazima software ifahamu uongozi ni nini. Mwelekeo wa kikundi au jamii, ustawi. Sio mwelekeo tu, lakini ustawi wa mwelekeo wao. Lazima mwelekeo uwe ni bora. Kama kiongozi unapoingia, lazima leo iwe tofauti na jana, kesho iwe bora kuliko leo. Ni lazima. As a leader, you have to make sure that today is better than yesterday and tomorrow is better than today. That is what you have to make sure all the time. And you cannot gain weight, you cannot go on a vacation, you cannot rest. You have to work 24/7. You have to. Ni utumwa. Huwezi kulala. Ndio maana unakuta viongozi ambao wanafanya kazi zao, wengine hawamalizi muda wao, wengine wanatoka wakiwa wadhaifu kuliko walivyoingia. Ni mzigo. Uongozi si mtumwa tu, uongozi ni mzigo. Unabeba mizigo ya watu hao wengi. Ngoja nikusomea hapa. Ngoja nikusomee Biblia. Yesu mwenyewe aliyazungumza. Mathayo 20:28. Ngoja nikusomee. Itakusaidia sana. Mimi role model wangu nilifanya siku moja presentation na niko chuo kikuu. Nikafanya presentation ya kiongozi, na swali moja ambalo niliulizwa, akasema professor aliuliza kwamba nitajie role models wako wewe, role model wako ni nani? Kwa mimi nipo kwenye darasa nafanya presentation, na hiyo presentation nayo labda nitaishare hapa, nikasema role model wangu mimi ni Yesu. Role model wangu mimi ni Yesu kwa sababu siwezi kufikia kiwango cha maongozi ya Yesu. Hiyo inanipa mimi shauku ya kila siku kufanya kazi kufikia kile kiwango. Wa kwanza alikuwa ni Yesu, wa pili alikuwa ni baba yangu, alafu wa tatu alikuwa ni MLK, Martin Luther King Jr. Alafu
Yes, huyo alikuwa ni watatu. Au ndio role model wangu mimi ambao nilikuwa na watazama wakati nipo chuo. Nikasema sasa Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo 20:28, ili ni andiko tunalifahamu watu wengi sana. Mathayo 20:28 nitakusomea. Anasema kama vile mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa uhai wake uwe fidia kwa ajili ya wengi. Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu, yeye hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika na kutoa uhai wake kwa ajili ya fidia watu wengi. Biblia ya Kiingereza nasema Amplified Bible, just as the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many, paying the price to set them free from the penalty of sin. Kwa hiyo anasema Yesu alilipia gharama ya hawa watu ambao walikuwa wanawasimamia ili awaweke huru, wawe huru na adhabu ya dhambi zao. Sasa kiongozi ni mtu ambaye anasimama kwa niaba ya watu wengine kulipia gharama zile ambazo wale nao waongoza ilikuwa inabidi walipie. Kwa hiyo kama mimi nina makosa ilikuwa inabidi nilipie gharama, mimi kiongozi nasimama kuchukua makosa yenu na kulipia gharama. Sasa gharama gani? Ndio hiyo gharama ya uhuru, gharama ya muda, gharama hata ya afya wakati mwingine. Sababu haulali wakati, yani ili kwamba wananchi, ili kwamba Afrika iwe salama, walale kwa salama. Maana kwamba kuna watu wanakesha usiku na mchana, nao ni wanajeshi wanalinda nchi zetu za Afrika. Wanakesha, wanashindwa kulala. Wanakesha, wanalinda mipaka. Huo ni uongozi. Ni to serve. Concept ya uongozi wanajeshi wanaelewa vizuri zaidi. Ile ndio concept hakika ya uongozi, kwamba you are there to serve the people. Unaenda kuwatumikia watu. Wengine wamelala, wewe uko macho kuhakikisha kwamba wako salama. Maana ni kwamba basi nadhani viongozi, tukiwa na viongozi kama Wamasai wanaweza wakafanya kazi nzuri zaidi, kwa sababu tunaona walinzi wengi sana wa biashara zetu wa nini tunaweka Wamasai. Hao watu wanajua nini maana ya uongozi. Yaani unamlinda mtu ambaye amelala. Mwingine analala, wewe unalipia gharama ya mtu kula. Yaani mwingine alale awe salama, wewe uwe macho kuhakikisha kwamba yuko salama. Huo ndio uongozi. Ni concept. Angalia walinzi, angalia wanajeshi. Ndio uongozi jinsi ile. Sasa nasema Son of Man, Yesu hakuja kutumikiwa. Hii ni mwana wa Mungu. Lakini siku moja anaondoka, anaenda kuosha miguu ya wanafunzi wake. Petro anasema wewe huwezi kuniosha mimi miguu. Mimi natupasa nikuoshe wewe, sio wewe unioshe mimi. Yesu anasema kama ukubali mimi nikuoshe, hauna shirika nami. Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa itikadi za Wayahudi miguu ilikuwa ina be considered kwamba ni vitu vichafu kabisa ambavyo havistahili. Kwa sababu walikuwa wanatembea, wana zile viatu kama kobasi, wanatembea usiku na mchana, kwa hiyo ilikuwa ina vumbi kweli kweli. Kwa hiyo ukienda kwa nyumba ya mtu, kwanza unanawa miguu nje alafu unaingia ndani. Na hiyo nadhani itikadi hata kwa wenzetu Waislamu wanayo hiyo, wanapoingia msikitini utawa wananao, wanatawadha miguu yao nini, yani wanaondoa ule uchafu kabla ya kumface, kabla ya kukutana na Mungu. Sasa walikuwa wanafanya hivyo. Sasa Yesu anaenda the least thing, kitu ambacho hawezi kufanya kiongozi, ni kitu kichafu kinaonekana, watu wanasema hapana, huwezi kunisafisha. Baadaye Petro akakubali, akamsafisha miguu yake. Lakini alikuwa anatufundishaje kwamba bwana, uongozi sio kuwa kwenye nafasi ya juu. Unaweza ukawa upo kwa jina kwenye nafasi ya juu, lakini uongozi ni kuwa chini kabisa. Uongozi ni wewe kuwa voice to the muteless. Kwa watu ambao wamemute, hawana voice, hawatoi, wanakuwa ni voice kwao. Kwa watu ambao wanakosa maisha, wao wanakuwa ni maisha kwao. Kwa watu ambao wamekosa usalama, unahakikisha usalama unapatikana kwao. Hicho ndio maana halisi ya uongozi. Na ukishindwa, you step down. You step down. Kwa Yesu anatufundisha nini maana ya uongozi na itikadi za uongozi. Si ndivyo jamani? Haya. Sasa nani ni kiongozi wa kweli? Kwa sababu katika uongozi kuna viongozi wa kawaida na kiongozi wa kweli. Sasa a true leader au kiongozi wa kweli hutumikia kabla ya kutumikiwa. Sasa intentionality yangu sio kutumikiwa, ila ni to serve. A leader is there to serve the people. Kuangalia watu wanataka nini na kuwatumikia. Kwa kiongozi, mindset yake yeye, ukombozi wa kifikra wa uongozi Afrika ni kwamba you have to serve before to be served. Inabidi utumike kabla ya kutumikiwa. Kwa sababu kutumikiwa, it is coming by default. Yani watu watakutumikia ukitumika. Watu watakufuata ukifata. Watu watakusherekea
ukitimiza. Nakumbuka Daudi alipompiga Goliath, alikuwa ni kijana tu mdogo, alizalaulika hata na mfalme Sauli, lakini akaenda akamtandika Goliath, akamuua. Aliporudi watu nakuja wana shout his name, akapata influence kubwa kuliko hata rais, kuliko hata mfalme wakati ule Sauli. Kwa nini? Kwa sababu alikwenda kutumika, akamuua Goliath, watu wakaanza kumtumikia na kumkuza, wanataka awe mfalme kwao. Uongozi una focus on kutumika kabla ya kutumikiwa. Ila viongozi wengi wa Afrika leo, mindset zetu wengi tunataka kutumikiwa. Tunatamani tu, tunafurahi kutembea na ving'ora barabarani, tunatamani kupigiwa saluti wakati wote, tunatamani watu, ninapoingia watu wasimame wanisalimie. No, siwezi nikasimama kama wafanye honorary things. Kwa nini nikusimamie? Huku unavuruga mambo. Kwa nini nifanye hivi? Kwa nini nifanye hivyo huku usalama haupo Afrika? Kwa nini nifanye hivyo? Kwa nini nifanye hivyo huku uchumi unazidi kuyoyoma Afrika? Kwa nini nikusimamie? Kwa nini yani nisimame nikikuona unapita? Kwa nini nikupe saluti huku hakuna kitu ambacho kinahitajika wewe kupata? Yani ile saluti sio tu saluti ambayo inafanywa na wanajeshi au na polisi, hapana. Ile saluti ni heshima.